mnyama ambaye amekula viporo vyake vyote vinne, ametia ndimu na pilipili kwa mbali, mambo yakawa mazuri kweli kweli. KMC amekubali kipigo cha kizalendo, mabao 2-1. Umenielewa vizuri KMC walijiona kama wanaweza kutikisa kiberiti wakati wakiwa na njiti moja. Simba wakajibu mapigo, wakajibu tena. Florence Renatus, uko vizuri? Umemwona mnyama anayekuzungumziaga kila siku kwamba mnyama ashikiki? Huyo ndo mnyama. Yes. Na hapa timu inajengwa. Of course, nimefurahi kutazama moja ya mchezo ambao umenivutia sana, licha ya yale ambayo yalikuwepo nje ya mchezo. Maana ya yale ambayo yaliweza kutokea kabla ya game. Game kuhamisha story nyingi sana, Ndala kaondolewa kwenye kikosi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wengi sana wale expect kumuone kama Simba anaweza kupata zaidi ya magoli 2-3 kwenda juu, lakini KMC wameonyesha kwa nini wao ni timu bora na ni timu ambayo ipo katika jiji la Dar es Salaam. Congratulations to them, licha ya kwamba wamefungwa, lakini kuna ubora wameuonyesha KMC kwa Simba. Lakini Simba imecheza mchezo ambao kana kwamba walikuwa, ukitazama vizuri, kama vile walikuwa hawafiki sana hivi. Yani kuna nyakati kwenye ile bato wachezaji wengi wa Simba kama vile walikuwa hawafiki vizuri, lakini KMC na wao kuna nyakati walikuwa wanaonekana wanakwenda kulishambulia lango la timu ya Wekundu Msimbazi Simba, lakini kama vile wanakosa malengo wanapokaribia kwenye ile zoni ya wapinzani. Ni game ambayo Simba unakuwa unacheza kwa tahadhari kubwa sana. Kwa maana ya nini ambacho kinakuwa mbele yako. Jambo moja gumu sana kwa Simba ni kwamba anapaswa kupata matokeo kwenye mchezo, na bado anapaswa kupata matokeo mengine kwenye mchezo mwingine mgumu zaidi ya huo ambao unafanyaje unaucheza. Lakini pia unaokuja mbele una umuhimu zaidi. Kwa hiyo Mwalimu Fadlu Davis, moja ya kitu ambacho amefanikiwa kiukweli kwenye hizi game 4 alizoweza kucheza, namna gani ya kufanya rotation ya wachezaji wake na wachezaji wakampa impact uwanjani. Tutakuja tuchambue zaidi. Ukimwangalia leo ameanza na Okejefa katikati na Fabrice Luambangoma, baadaye anamtoa Okejefa anaingia Yusufu Kagoma. Timu inakaa vizuri kwenye eneo la kiungo. Hatimaye Simba wanaendelea hadi kupata goli la pili. Mchezo unakuwa katika tempo ambayo mwalimu anauhitaji, wanatawala mchezo na hatimaye kile ambacho wanakihitaji wanakipata uwanjani Sisco. Kwa hiyo lilikuwa ni moja ya zoezi gumu sana kwa Fadlu Davis. Nafikiri moja ya sehemu ambako wana Simba wanapaswa sana kujivunia kocha wao ni wakati huu katika game hizi 4. Kuna wachezaji ambao hawa uliona wanapaswa kukupa matokeo. Katika siku chache. Unajua Simba alikuwa anapumzika takriban siku 2 anaingia kwenye mechi. Anapumzika anaingia kwenye mechi. Anapumzika. Kwa hiyo unahitajika wachezaji wako fitness yao iwe katika kiwango kile. Alipocheza dhidi ya Mashujaa akacheza vizuri, dhidi ya JKT cheza vizuri, dhidi ya Pamba Jiji hivyo dhidi ya KMC leo. Timu ipate matokeo, mbaki kwenye title race, lakini pia hapo unatengeneza saikolojia ya wachezaji kwamba mna game nyingine ngumu inayokuja mbele. Kwa hiyo mnapaswa kucheza kwa kujilinda zaidi. Maana katika game 2 za mwisho alizocheza, umemwona Mpanzu muda ambao alikuwa anapatiwa uwanjani. Umemwona Mohamed Hussein muda aliokuwa anapatiwa uwanjani. Umemwona Yusufu Kagoma muda aliokuwa anapatiwa uwanjani. Labda mchezaji ambaye kacheza game zote 4 wa ndani ni Abdulrazak Hamza pamoja na Musa Kamara. Wamecheza game zote 4, lakini hawa wengine wote mwalimu alikuwa anafanya kuwabadilisha. Kwa nini? Kwa sababu unampa fitness mchezaji, unataka akupe matokeo, lakini unafanya hivyo kwa lengo la kumlinda, kwa sababu una game nyingine ngumu sana inayokuja mbele yako. Ukitazama moto huu ambao Simba ameuonyesha kwenye viporo 4 vya ligi kuu ya soka Tanzania bara, unafikiri utakuwa ni mchezo wa aina gani unaofuata dhidi wapinzani ambao kila mtu anaona kama hawa ni miongoni mwa wapinzani ambao wagumu kweli kwenye hii hatua ya finali ya Simba? Unanipata vizuri? Watu wanafikiri Berkane labda atakuwa na shughuli nyepesi sana. No, Berkane atakuwa na shughuli nyepesi kwa mnyama kumfunga Simba. Wanahisi kama shughuli nyepesi hivi. Jambo moja kubwa ambalo Simba pengine linaweza likawapa ugumu sana kupata matokeo dhidi ya Berkane ni kwa sababu wanakwenda kukutana na Berkane ambayo haijatumia energy nyingi sana katika game zake 3 alizocheza. Na alikuwa anacheza tarehe 11 na leo kama Simba. Then amenamaliza msimu, anabaki na game ya Simba. Lakini kabla ya kwenda kucheza hizi game zote zilizobaki kabla ya kwenda kumface Simba,
Berkane tayari alikuwa ameshakuwa bingwa. Sio, unanielewa vizuri sisi. Na kupata vizuri. Kwa hiyo kulikuwa hakuna matumizi Mwalimu Shabani mwalimu wa kikosi cha Berkane hana matumizi makubwa sana kwa wachezaji wake. Kwa nini? Kwa sababu hamna matokeo ambayo hatayapata uwanjani yatamuathiri kwa namna yoyote ile sisi. Sio, unanielewa? Na kupata vizuri. Fadlu Davis pamoja na Simba yake. Jambo moja leo tuongee kuhusu Simba. Simba ni timu moja nzuri sana Cisco. Sawa. Inaundwa na wachezaji bora sana. Ndiyo. Wachezaji ambao unaweza ukasema wapo kwenye process ya kukua zaidi tofauti na ambavyo tulikuwa tuna expect. Sawa. Yes. Lakini Fadlu Davis ana kibarua kigumu sana kwa Simba, ndio maana nikakwambia unapaswa sana kumpongeza. Ndiyo. Kwa sababu ana aina ya timu moja tu ambayo anapaswa kuitumia ili kuweza kupata matokeo. Sina naelewa vizuri sisi. Na kupata vizuri Florence Renatus. Hili ni jukumu gumu sana kwa mwalimu. Yaani inahitajika umpate mwalimu ambaye ni mzuri sana kwenye kutengeneza timu na anawajua vizuri wachezaji wake. Ndio maana ile game dhidi ya Mashujaa alipo Kapombe akuwemo ikabidi aingizwe, Mohamed Hussein ikabidi aingizwe. Sawa vizuri. Kibu ikabidi aingizwe. So ndio hiyo aina ya wachezaji ambao ninakuzungumzia Cisco. Kwamba Fadlu tofauti na kwamba anapata matokeo, lakini ana wale wachezaji wake ambao ni lazima wacheze kwa namna yoyote ile, lazima waingie uwanjani ili timu yake iweze kufanyaje kupata matokeo. Wakikosekana kuna kitu kitamisi uwanjani, na kikimisi timu haitopata kile ambacho inafanyaje wanakihitaji. Sina nielewa vizuri. Tofauti na mwalimu Mwini Shabani ambaye yeye hana pressure yoyote sasa hivi. Sina nielewa vizuri. Kacheza game zake zote ka relax. Wachezaji wake alikuwa anaingiza wapate tu fitness. Sasa hivi anapumzika, kwa maana ya kwamba Simba ametoka kucheza tough game, anapaswa kujiandaa kwenda wapi? Morocco. Sio, unanielewa Cisco? Na kupata vizuri Florence Renatus. Mmoja wa soka ni Amri Kiemba leo kusema kitendo tu cha kusafiri na timu. Yaani ile ni kusafiri tu kwenda kumfuata mpinzani. Huwa ni kama mmecheza mechi moja tayari. Unanielewa vizuri Cisco? Kwa hiyo inapaswa Simba sasa hivi wapumzike, wajiandae waende Morocco. Akifika Morocco wapumzike, waingie uwanjani, watengeneze warudishe miili, waweke miili sawa, watengeneze fitness za wachezaji, wakutane na timu ambayo yani wachezaji wake hawakucheza kwa kuwa na pressure kubwa sana, walipata muda mwingi wa kurelax, wapo nyumbani kwao, wamejiandaa vya kutosha, ndio unakwenda kukutana nayo. Kwa hiyo una expect nini? Very tough game ambayo Mwalimu Fadlu anapaswa anakwenda kukutana nayo. Ila kwa sababu ana wachezaji ambao commitment yao ipo kubwa sana, ipo juu sana, basi una expect kumuona ana uwezo wa kwenda kupata matokeo. Hata ya kufungwa sio chini ya goli moja, goli mbili ni faida kwa upande wake. Akija katika uwanja wa Benjamin Mkapa ana uwezo wa kupata nini? Matokeo. Kwa mimi ninaamini kwenye commitment ya wachezaji wa Simba, nikiwa na maana ya kujitoa kwao, ndicho ambacho kitaenda kuwapa impact kule Morocco. Naenda kukutana na timu niliyokueleza ya kwamba ipo katika ubora mkubwa sana, wazuri katika kujilinda, wazuri katika kukufunga. Unapaswa kuwa na discipline kubwa sana unapoingia uwanjani. Ndio, vipi ubora huu wa Simba huenda ndio ambao wanafanya wananchi wasipeleke timu, maana inatisha. Wasipeleke timu tarehe 15. Maana Simba inatisha ujue. Hapana. Simba Yanga Simba na Yanga sije kuogopana. Hatuwezi kukaa hapa sisi tukaanza kumwambia mtazamaji kwa hiyo mtu ambaye Simba ameonyesha eti Yanga hawezi kupeleka Simba. Mtu amefungwa mara 4 mfululizo msimu huu, kashafungwa mara 2, afu ukose yani Yanga awe na uoga kwamba anaenda kumfesi Simba. Hapana, haiwezekani sisi. Ni timu ambazo hamna ambaye huwa anamuogopa mwenzie, haijalishi huwa yupo katika hali gani. Huwa kuna lugha nzuri hapo ukitumia ili unyoshe, yani maelezo yako yote umeongea. Kuna neno moja ambalo lina summarize yote, lakini ukilizungumza tu hapo mashabiki baadhi yao watakuona mtu mbaya sana. Yaani kwa hiyo ambacho umekizungumza, amefungwa mara 4 mfululizo. Unanipata vizuri? No. Cisco. Neno zuri hapo unaweza kusema kwa sasa hivi Simba ni underdog kwa Yanga. Na underdog sio jina baya Cisco. Sio, unanielewa vizuri. Yaani underdog sio jina baya. Unajua mimi nishakwambia hivi Cisco, tuna mashabiki wa mpira wa miguu, tuna mashabiki wa klabu. Sio, unanielewa vizuri. Nakupata vizuri. Anaelewa football
lazima akwambie kwamba Simba na Yanga zinapokwenda kukutana sasa hivi. Yes, Simba ni underdog. Wanapaswa kuwa kama second team na sio Yanga. Sio, unanielewa vizuri? Na kupata vizuri kwa zile kampuni za betting, yani Simba Yanga kamfunga Simba mara 4 mfululizo. Anaenda kukutana naye. Huwezi kukuta eti rate ya Simba ndio ipo juu. Hapana. Odds ya Simba itakuwa ndogo chini, alafu ya Africans itakuwa iko juu. Unanielewa vizuri? Na kupata vizuri. Hapana, odds ya Yanga ndio itakuwa ndogo sana. Alafu ya Simba itakuwa juu. Itakuwa kubwa sana. Sio kwamba yani sasa utajikuta unaungana hata na wao kwenye kampuni za betting. Kwa nini? Kwa sababu recently performance ya timu hizi mbili zikikutana, huyu ndo ameonekana kuwa bora zaidi. Sio, unanielewa vizuri? Na kupata vizuri. Katika dakika mfano mchezo wa mwisho waliokutana, goli limefungwa dakika ya 88, sio 87, 89. Ndio goli linapatikana. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ambavyo hawa wakikutana kuna mmoja ambaye ana uwezekano wa kupata matokeo, haijalishi utakuwa muda gani uwanjani, ana uwezo wa kunini wa kupata matokeo. Yes. Sio jambo baya, si unanielewa, kwenye football kusema kwamba Simba na Yanga zinapokutana, Simba anapaswa kuingia kama second team. Si unanielewa vizuri? Hawa wote ni wakubwa na wachezaji wazuri, lakini kati ya hawa wakubwa kuna mmoja ni mkubwa zaidi pindi hizi timu mbili zinapokutana kwa miaka hivi karibuni. Ni nani? Ni Simba. Kama ambavyo zamani tulivyokuwa tunasema Simba na Young Africans wakikutana, Simba ndo ameonekana kuwa bora zaidi. Sio, unanielewa vizuri sisi? Kwa maana hata Simba Yanga aliwahi kufunga goli 4-1 na Simba miaka hivi karibuni. Kombe la FA, sio, unanielewa vizuri Cisco? Yes. Ya hivi karibuni Simba amefunga goli 5 na Young Africans. Sawa? Hiyo ndio football ilivyo. Kuna mahali ukifika, ondoa ushabiki wako oya. Elewa kwamba hii ndio football na hichi ndicho ambacho unapaswa kukipokea. Nini ambacho unahitaji ni kuona timu yako ikifanya kitu cha tofauti ambacho kitaleta matokeo siku nyingine. Mkiingia, hata wale waliosema ya kwamba Simba anaingia kama underdog, waanze kuwa na wasiwasi kwamba guys, game iliyopita Simba alicheza hivi na hivi. Kwa hiyo tu expect kumuona Yanga anaweza kawa na tough game Cisco. Bwana, mimi nikushukuru sana. Nyuma ya kamera yako Dondoro, nguvu kubwa tulikuwa tunapewa na Tan Nice. Mabingwa hawa wanazalisha na kusambaza portable nzuri bora, bomba za kisasa zinapatikana kulingana na ukoto lako. Fika kiwandani maeneo Mabibo Hosteli ili uweze kujipatia bidhaa bora kwa gharama nafuu mno. Kishuka stand kama ukiwa unatokea maeneo ya Buguruni ama Tabata, basi nyuma ya kituo ambacho utashukia hiko cha daradara nipo ambapo zipo ofisi nzuri, ofisi kali kweli kweli za Tan Nice portable. Hakika hautajutia kukutana nao. Mimi naitwa Cisco, mpaka wakati mwingine. Kwaheri.